Iran ilikuwa imejua kwa usahihi eneo lililokuwepo Rais wa Marekani Donald Trump wakati wa ziara yake mjini Ankara, Uturuki kwa ajili ya mkutano wa NATO mwezi uliopita, huku taarifa za kijasusi za Marekani zikionyesha kwamba Tehran ilikuwa ikifahamu hata ghorofa maalum katika jengo la hoteli alilokuwa akiishi rais huyo. Taarifa hiyo imeongeza uzito wa tishio la kiusalama lililomfanya Trump kuondolewa kwa siri nchini Uturuki katika operesheni ambayo ilihusisha matumizi ya ndege ya kijeshi na Air Force One kama chambo cha kupotosha wale waliokuwa wakimfuatilia. Kwa mujibu wa taarifa zilizoripotiwa na The New York Times, maafisa wa ujasusi wa Marekani walipata taarifa wakati huo kwamba Wairan walikuwa wameweza kubaini mahali Trump alipokuwa mjini Ankara kwa usahihi wa hali ya juu. Taarifa hizo hazikuishia kwenye kujua hoteli aliyokuwa akiishi, bali ziliripotiwa kuhusisha taarifa kuhusu sakafu maalum ya jengo ambako Trump alikuwa akikaa. Hali hii iliyofanya maafisa wa usalama kutathmini upya kiwango cha hatari kilichokuwa kinamkabili rais huyo akiwa katika mji mkuu wa Uturuki. Hatari hiyo ilionekana kuwa kubwa zaidi baada ya ujasusi wa Marekani kupata taarifa kuhusu mpango unaodaiwa kulenga ndege ya rais kwa kombora la ardhini kwa hewa. Wakati huo kulikuwa na taarifa nyingine kuhusu mtu aliyekuwa katika eneo la mkutano akiwa na silaha ya kurushia begani inayoweza kulenga ndege. Ingawa taarifa hizo hazikuthibitisha kwamba shambulizi lilikuwa limetokea au kwamba mpango huo ulikuwa tayari umeanza kutekelezwa, uaminifu wa taarifa hizo uliifanya timu ya usalama ya Trump kuchukua hatua kali za tahadhari. Kutokana na tathmini hiyo, maafisa wa usalama wa Marekani pamoja na jeshi la Marekani waliamua kwamba haikuwa salama kwa Trump kuondoka Ankara kwa njia ambayo ilitarajiwa kwa umma. Mpango uliokuwa umeonekana wazi kwa waandishi wa habari na watu walikuwa wakifuatia safari yake ulikuwa Trump kuondoka akiwa ndani ya Air Force One ya zamani. Lakini nyuma ya pazia, mpango mwingine ulikuwa umeandaliwa ili kumtoa rais huyo bila watu waliokuwa nje ya operesheni hiyo kujua ilipoelekea. Katika operesheni hiyo ya siri, Trump alionekana akipanda ndege ya Air Force One ya zamani mbele ya kamera kama ilivyotarajiwa. Hata hivyo, dakika chache baadaye aliondolewa kwenye ndege hiyo kwa kutumia gari la kubeba chakula na vifaa vya ndege ambalo lilikuwa limewekwa upande mwingine wa ndege ili kuficha harakati zake. Kutoka hapo, Trump alihamishiwa kwenye ndege ndogo ya kijeshi aina ya C-32A ambayo ilikuwa imeandaliwa kwa ajili ya usafiri wa viongozi wakuu wa Marekani. Wakati Trump akisafirishwa kwa siri, Air Force One iliendelea kutumika kama chambo. Waandishi wa habari, baadhi ya maafisa na wafanyakazi waliokuwa ndani ya ndege hiyo waliendelea kuamini kwamba rais alikuwa akisafiri pamoja nao, huku ndege hiyo ikiondoka Ankara ikiwa na jukumu la kuficha ndege halisi aliyokuwa ametumia Trump. Mpango huo uliwezesha mamlaka za Marekani kupunguza uwezekano wa mtu aliyekuwa akifuatilia mienendo ya rais kubaini ndege aliyokuwa ametumia kwa kweli. Baada ya kufika Uingereza, mpango huu uliendelea kwa namna iliyolenga kudumisha taswira kwamba Trump alikuwa amesafiri kwa Air Force One. Hatimaye alionekana akishuka kutoka kwenye ndege hiyo mbele ya kamera, hali ambayo ilisaidia kuficha ukweli kwamba alikuwa ametumia ndege nyingine kwa sehemu muhimu ya safari. Trump mwenyewe baadaye alikiri kwamba aliondolewa kwenye ndege hiyo aliyokuwa amepanda awali baada ya usalama wa Marekani na maafisa wa kijeshi kumshauri asafiri kwa ndege nyingine kutokana na tishio la kiusalama. Taarifa hizi zinaonyesha kiwango ambacho mvutano kati ya Iran na Marekani umeathiri hata taratibu za usalama wa safari za rais wa Marekani. Kwa kawaida, Air Force One ni moja ya ndege zenye ulinzi mkubwa zaidi duniani, lakini katika mazingira ambayo adui anaweza kuwa amebaini eneo la rais au mpango wa safari, kuendelea kutumia ndege hiyo kwa namna iliyotabirika kunaweza kuongeza hatari. Ndiyo maana katika tukio hili ndege hiyo ilitumika kama sehemu ya mpango wa kupotosha badala ya kuwa chombo halisi cha kumtoa Trump Ankara. Hivi unajua kwa nini makampuni makubwa duniani hayaachi kujitangaza kila siku, licha ya kwamba tayari yanafahamika?
Sasa kama una biashara au kampuni lakini hujitangazi, customers wapya watakujua vipi? Na bila advertising, unategemea kukuza mauzo yako kwa njia gani? Ndio maana Global TV tunakupa nafasi ya kuitangaza biashara yako kwa audience kubwa ndani na nje ya Tanzania kupitia mitandao yetu ya kijamii. Advertising kupitia Global TV inaongeza brand visibility yako, inakufikisha kwa customers wapya na kuongeza nafasi ya bidhaa au huduma zako. Na habari nzuri zaidi, bei zetu za matangazo ni rafiki. Iwe una biashara ndogo, ya kati au kampuni kubwa, kuna nafasi inayoweza kukufaa. Usiache biashara yako isubiri kugunduliwa. Ipe visibility inayostahili. Anza kutangaza nasi. Wasiliana na Global TV leo na tuipeleke brand yako mbali zaidi.